Na njoro mtakatifu. Na katika maisha ya wendo nguzo na kila kitu kwangu, na pasipo wewe siwezi kitu. Mafuta bangi. Mezini sana we. Mafuta bangi mezini sana. Makunywa pombe umejuza sana. Na upo ndani ya giza bana. Shetani naye ndo wako mwamba. Usipoteze muda wako, toka nje pambana. Uje kwetu, uje utake mbinu mpya. Pembe la vijana shetani tumkeme. Pembe la vijana hiyo dhambi ikeme. Pembe la vijana shetani tumkeme. Unaweza vijana toka nje. Njoo kwetu. Let's go. Dancing jenge. Yeba. Dancing jenge. Dancing jenge. Dancing jenge. Dancing jenge. Yeba. Dancing jenge. Dancing jenge. Dancing jenge. Una kipaji natenda dhambi. Una kipaji unakitumia kutenda dhambi. Jiunge nasi tukufundishe kuokoana. Kipaji cha mbashetani atakujaza kingi kiburi. Utajiona I am the best, I am the king, the best food. Usipoteze muda wako, toka nje pambana. Uje kwetu, uje utake mbinu mpya. Pembe la vijana shetani tumkeme. Pembe la vijana hiyo dhambi ikeme. Pembe la vijana shetani. Mambo vipi? Kwa jina naitwa Tuarira Allen, nawakilisha YPG Tanzania, na leo tuna kipindi chetu pendwa kabisa ambacho mezani kulingana na mada yetu ambapo tunaitwa Youth Matters. Kwa kulingana na mada yetu ambayo iko mezani, mada yetu inahusu mitandao ya kijamii. Tunaweza kusema social network. Kwa hiyo tutaenda kuchambua zaidi na kudadavua, lakini siko peke yangu. Niko na mwenzangu Alphonse Aloisi, yuko mtaani kule kwa ajili ya kusaidiana kudadavua zaidi, na wengi utasikia wakizungumzia zaidi kule mtaani kuhusu mitandao ya kijamii. Lakini ningependa kukukumbusha kwenye Facebook yetu ya YPG Tanzania, kwenye channel YouTube, usisahau kushare, kulike na kusubscribe kwenye channel yetu ya YPG Tanzania, na Facebook, kwenye YouTube pia usisahau. Kwa hiyo usiende kokote, twende mtaani tusikilize nini ambacho wameandaa kule, na watazungumzia zaidi kuhusu mada yetu ambayo iko mezani, inaitwa mitandao ya kijamii. Usiende popote, twende mtaani. Mambo vipi? Na ndo tunaingia sasa mtaani, tunaendelea kuongea na ndugu zetu huko. Twende mtaani tukawasikilize wanasemaje sasa. Asante gani. Faida ya mitandao, mimi katika masomo yangu, mimi kwanza inanisaidia kusearch material mbalimbali. Kwa mfano nikisoma shuleni lazima nene nikasearch material, notes, maswali kadhalika. Pia inanisaidia kuimprove katika akili yangu na kuwa napata maswali mbalimbali, na pia vile inanisaidia kuwa na connection na wanafunzi wenzangu, kufanya discussion online. Kwa mitandao inanisaidia sana, na hizo ndo faida za mitandao katika masomo yangu.
kijana. Kwa majina naitwa Makame Jua Mneka, napatikana maeneo ya Keko. Mimi mtandao wa kijamii naotumia kupitia simu, maana wengi wanatumia kupitia kompyuta. Sasa mimi kama mimi natumia kupitia simu kwa kupata wateja wa kazi yangu ambayo naifanya. Unaona? Mimi ni DJ na kazi yangu ya DJ nautumia kupitia mtandao wa Facebook, Instagram, WhatsApp. Yote hii inanifanya nakutana na watu wapya na vile vile nakutana na changamoto mpya katika mtandao huu kupitia hizo page nilizozitaja. Kwa hiyo nafanya kazi kupitia mtandao na napata faida, napata wateja wapya kila siku kupitia Facebook, Instagram, WhatsApp. Watu wanazidi kubadilishana namba endapo nafanya kazi, wakinikodi nikienda makumbi tofauti, watu wanachukua namba wanagawana hivyo yani. Mimi mtandao namaliza kupitia biashara yangu. Asanteni. Naitwa Godfrey Alex Mnagale. Ni kijana ambaye nimeokoka na mpenda Yesu, ila ni mtumiaji maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii. Hususan napenda kutumia mitandao ya kijamii katika masuala mzima ya biashara. Kwa hiyo hata usini mitandao ya kijamii imenisaidia, moja, kupata customer wapya, pili, pia kuwafikia customer wangu kwa wakati sahihi, na pia kwa kuwa na assurance kwamba yule customer wako. Kivipi? Kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii ndipo ambapo unaweza kuposti na mkabageni bei zenu. Kwamba na kuposti kitu kinaweza kumfikia customer wengi kwa ile area ambayo mimi nafanya biashara yangu. Nipo Tanzania sasa hivi, lakini nipo Tanzania Dar es Salaam, lakini naweza kupata mteja kutoka mkoa tofauti na Dar es Salaam na bado akawa mteja wangu na akawa bado ana support biashara yangu. Pia kupitia mitandao ya kijamii nimeweza kupata sponsor wengi sana ambao wako nyuma yangu kunisupport kwenye biashara yangu nafanya kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nipende tu niona faida nyingi sana mitandao ya kijamii. Nipende kushauri dada yangu, kushauri kaka yangu, kushauri kijana, kushauri babangu, tumia mitandao ya kijamii. Mungu akubariki sana. Naitwa Irene Mroso, ni kijana ninayempenda Yesu. Mimi ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii, hususan kwenye kazi yangu ninayoifanya na pia na biashara ambayo naifanya. Kwenye kazi hii inanisaidia kucommunicate na wateja kwa haraka kwenye WhatsApp, kuwatumia documents na wao pia kunitumia documents. Kwa hiyo inafanya wepesi wa kazi. Kwa sababu bila kuwa na WhatsApp tusingeweza kupata kazi kwa haraka. Ni mpaka labda utumie, kwa hizi kazi zetu lazima utumie DHL kupata documents. Lakini kwa sababu tuna WhatsApp tunaweza mteja akatutumia document through WhatsApp. So tunapata kwa haraka zaidi. Lakini pia kwenye biashara yangu mimi nafanya biashara ya urembo. So kupitia mitandao ya kijamii natumia Instagram, natumia WhatsApp kuwasiliana na wateja. Instagram kwa ajili ya matangazo ya biashara yangu. Ila kutumia WhatsApp natumia kwa ajili ya wateja wangu, communicate na wateja na kuwapa bidhaa ambazo wao wanataka katika duka langu. So mimi nawashauri vijana wenzangu watumie mitandao ya kijamii kwa sababu inasaidia. Ila watumie kwenye vyanzo vizuri na si vyanzo vibaya. Wavitumie vizuri. Asante. Barikiwe sana. Asante, kama tulivyokuambia tutarudi tena, na pia mwenzangu kutoka kule mtaani amefika hapa, ataenda kudadavua zaidi kipi ambacho amekutana nacho. Naambia, hebu mwenzangu, hebu uambie hapo kile ambacho wewe umekutana nacho kule mtaani. Asante kabisa. Mambo vipi kijana? Ni mimi Alphonse Aloisi, nimetoka mtaani pale kujadili mada yetu ya mitandao ya kijamii, na tumetoka pale kusikiza watu wanasema, je, mitandao ya kijamii inawasaidiaje? Ndugu yangu, kule mtaani wamechambua, wameongea vizuri kabisa, yani imefurahisha, yani inasaidia sana kwa vijana watosikia, pengine ndio watapata fursa hapo. Asante. Nilikuona pale umeanzia kwenye upande wa wanafunzi pale, wamekuwa wakizungumzia zaidi kwenye swala la mitandao ya kijamii.
kijamii. Hebu waambie pia kuhusu upande wa wanafunzi, wameelezea kitu gani ili tuende sawa na huyu anayetusikiliza sasa hivi. Wanafunzi wameelezea, cha kwanza tuelezea kwamba wanapata notes mapema, yaani kwamba mtu akiingia pale kwenye mtandao anaingia na ana Google pale faster, notes zinakuja, somo anataka na analipata, mada hata topic ya mbele bado anasoma. Unakuta mwalimu darasani hajafundisha lakini yeye tayari kashaisoma. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inawasaidia sana wanafunzi, ndugu yangu. Sawa. Na pia tutaenda kuja upande mwingine, sio tu kwa wanafunzi peke yake, na pia mitandao ya kijamii inasaidia watu kwenye upande wa biashara, kwa sababu tunapozungumzia upande wa kibiashara pia pale kuna kutangaza biashara yako, na pia kuna kile ambacho unakifanya pale unaangalia pia kwa watu wengine, unapata ubunifu na ujuzi kupitia watu wengine kile ambacho wanafanya. Lakini hebu mzee wa kuchambua, hebu tuchambulie hapa kwenye upande wa kibiashara hapa, faida gani ambazo kama ulivyosikia pia kule mtaani wakizungumzia masuala ya kibiashara pia inawasaidia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii na mfanyabiashara ni kama mtu na mdogo wake, yaani lazima wapatane, kwa sababu anapokuwa anafanya biashara lazima biashara yake anaipiga picha, kwa sababu mtu anapiga picha anaiposti ile biashara yake, watu wanahitaji, kwa sababu kama mfanyabiashara unashughulika na hii mitandao ya kijamii, kwa sababu sasa hivi kuna mtandao unaitwa Kikuu kwa mfano, huo unaweza ukaagiza biashara nje. Yaani unaagiza pale papa, unaagiza baada ya muda fulani utapokea. Ni biashara mtu anafanya kupitia nini? Kupitia mtandao. Kwa mfanya biashara na mitandao ya kijamii ni kama mtu na mdogo wake. Kwanza anafanya anajulikana. Kwa hiyo wafanya biashara pia wameongea kwamba biashara wanapofanya biashara wanaposti vitu vyao, wanatuma vitu vyao kwenye mtandao. Kwa mfano hapo mtaani mtu anasema anatuma sofa zake, anatuma sofa kwenye mtandao, anazirusha live, watu wanahitaji bwana, tunataka seti ni kiasi gani, unakuta mtu anapata order, maisha yake yanakwenda kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa mfano umezungumzia kuhusu upande wa kutuma nini kupitia upande wa ni nchi za nje. Kwa hiyo hebu hapa sisi tuko Tanzania hapa, kama unavyoona hapa Use Power Group Tanzania. Kwa hiyo hebu kwa hapa Tanzania, ina maana mtu anaweza akatumia mtandao wa kijamii kuchukua biashara China, Marekani au huko tukizungumzia Uganda na nchi nyingine jirani kama South Africa, Nigeria huko Kenya. Kwa kumbe mtu ana uwezo wa kuchukua biashara yake kutoka kule na akaileta hapa Tanzania kabisa, yani popote pale, tena kwa dakika sekunde fasta tu. Mtu akiingia pale analodi kitu kinazunguka pale, inakuja pale, anaingia pale, anaagiza anachotaka mapema. Sasa hivi hata wafanya biashara hawaendi nje. Sasa hivi wanaagiza mzigo kwenye mtandao. Wafanya biashara wakubwa Tanzania hawaendi nje, wanaagiza biashara hapa, anaagiza mara 1 2 3, anatuma, inakuja, anatuma ndani yake, inakuja risiti fresh na mzigo unakuja. Pale kuna ripoti kwenye mtandao, pale kuna ripoti, bwana mzigo wako leo umefika sehemu fulani, mzigo wako leo umefika sehemu fulani, mzigo wako kesho utaupokea. Kesho unakwenda unapokea mzigo wako, unaanza kufanya biashara. Kwa hiyo tukitizamia pia hapo tunaona kwamba kwenye upande wa ripoti pia mtandao wa kijamii unakusaidia wewe kupata ripoti kwa haraka. Kwa hiyo kwa mfano kama biashara kama hivyo imefika, kwa mfano imetoka Kenya, Uganda, Tanzania, inakuja labda nchi ambayo uko sasa hivi unatuangalia. Kwa hiyo biashara yako inawezaje ikafika pale na ukajua imefika? Kwa hiyo ni kupitia mtandao wa kijamii. Lakini pia hata sisi pia wanatuangalia live kupitia mtandao wa kijamii. Kwa hiyo pia usisahau kushare, kulike na kucomment. Tunarudi tena, tunaenda kwenye break fupi, tunarudi tena. Ni sisi Use Matter. Usiende popote, tunarudi tena. Mambo vipi, tumerudi tena katika kipindi kinachoendelea sasa hivi mezani, na mada yako kuu kabisa ni mitandao ya kijamii. Na kama ulivyosikia ndugu yangu, unaweza ukatupigia simu au kama unataka ushauri, namba zetu zinapita hapo chini ya simu yako. Kwa hiyo angalia hizo namba, tupigie kama unataka ushauri, unataka
msaada binafsi, pengine unataka kuonana na sisi macho kwa macho, chukua hizo namba hapo, tupigie, na tutafute hapo Facebook YPG Tanzania, tutafute YouTube kwenye channel yetu YPG Tanzania. Usisahau kushare, kucomment na kulike. Na tunaendelea ndugu yangu. Leo tunaona kabisa mada yetu inaendelea kunoga, inaendelea kunoga kama tunaendelea kuona faida za mitandao ya kijamii. Pengine unaona pale kuna mtu anapata kazi kwenye mtandao wa kijamii. Unakuta mtu wanasema ana apply, anaomba kazi, anachukua ile email ya kampuni, anaandika barua yake pale, anatuma pale. Kwa hiyo kwenye email fast tu anaisoma, unakuta wanamuita njoo kazini hivi na hivi. Kwa hiyo ukienda kule mtu anaanza kufanya nini? Kupata tu kazi, anafanya interview, anaanza kazi. Kwa hiyo unaona mitandao ya kijamii inavyosaidia ndugu yangu. Kwa hiyo kwa upande mwingine tena tukija hapo kwenye mitandao ya kijamii na kusaidia jinsi unapata pia ubunifu. Kwa mfano jinsi ya kutengeneza keki. Unakuta mtu kupitia mtandao wa kijamii unaingia pale, una Google, unafundishwa jinsi ya kutengeneza keki, jinsi ya kutengeneza vitu tofauti tofauti. Kwa mfano upambaji pia wa maharusi, maukumbi mbalimbali. Kwa hiyo hauanzii tayari ukiwa na vifaa pale vya upambaji. Unaanzia pale tayari ushaanza kujifunza kupitia mtandao wa kijamii. Lakini kingine pia ambacho hata wewe ambaye ni fundi, labda fundi magari, unaingia pale kama kuna kifaa unataka kujua hiki kifaa kinawekwaje. Kwa pale kwenye mtandao wa kijamii unaingia pale, unaangalia jinsi wanavyoweka, jinsi wanavyofungua, fundi unaanza kujua kutoka pale. Kwa hiyo tunaona sasa hivi mtandao wa kijamii umekuwa ni kama sehemu ya chuo chuo tunaweza tukakiita kama chuo gani kwa wewe mzee wa kudadavua unatujua labda ni unaweza wakita kama weka tu ni chuo kikubwa, ni kizuri kwa sababu leo unajifunza vitu vingi. Unajifunza kupika pale, pengine ulikuwa hujui kupika. Kuna mixi samani ya ndugu zangu, lakini ni ukweli kuna wanawake wengine walikuwa hawajui kupika vyakula vizuri. Kwa hiyo ulikuta aliingia kwenye mtandao pale YouTube, akaandika mapishi fulani ya kupika kitu fulani, akaanza kujifunza, akapika, watu wakamsaidia, lakini hawakujua amejuaje kupika hiyo chakula. Kumbe amejua kupitia nini? Kupitia mtandao. Kwa hiyo tunaona mitandao inasaidia sana. Inasaidia wale vijana ambao pengine hawana ujuzi wowote, wanajifunza ujuzi mbalimbali, wanajifunza kupika, wanajifunza ufundi, wanajifunza kushona, wanajifunza kupamba. Kwa vitu vingi ambavyo wanajifunza kwenye mitandao ya kijamii. Na pia tunaona kwenye upande wa mitandao ya kijamii mtu anao uwezo wa kujifunza maneno ya Mungu kupitia mtandao wa kijamii. Kabisa. Pale kwenye mtandao wako unakuta mtu ana kitu kinachoitwa ni kama ameandaa. Kwa maana mengine ni kama mtu ambaye ameandaa. Kwa maana mengine akitaka kujifunza kusoma upande wa maneno ya Mungu, anaingia pale kwenye mtandao wake, anaangalia pale, anajifunza. Kwa maana mengine hata kama mtu amekaa kwenye daladala, unakuta yeye amechomeka foni zake kwenye masikio, anasikiliza maneno ya Mungu. Kwa unaona sio tu mpaka unapokuwa kanisani au popote sehemu yoyote ibada, lakini pia hata unapokuwa kwenye mtandao wa kijamii, pia unaweza kuangalia ibada za live kabisa ambazo zinaruka kupitia mitandao ya kijamii. Kabisa. Kwa wewe unalizungumziaje hizi? Kwa hapo tunaona mitandao ya kijamii inasaidia watu kufikiwa zaidi hata na neno la Mungu. Kwa hiyo pale wanapokaa watu kuna clips zina watumishi wanakaa wanaandaa, wanatuma, lakini zinawasaidia watu waziwasaidie. Zinawasaidia kwa mitandao ya kijamii inaleta nini? Inaleta faida kwa vijana mbalimbali, kwa wote inaleta faida. Kwa hiyo kama unavyosikia hapo ndugu yangu, wewe ambao unatufuatilia sasa hivi, tutakwenda sasa hivi upande wa pili, lakini kwanza kabla yote tunakwenda wapi? Mtaani. Tunaona tena mtaani kipande cha pili ambacho tukirudi tutakuja kujadili hasara za mitandao ya kijamii. Kwa hiyo usitoke na usiondoke. Usisahau kushare, kucomment na kulike YouTube channel yetu. Usisahau kusubscribe. Ni sisi Use Matters.
Tuarira unalipata moja kwa moja Alphonse Alois kutoka studio za YPG Tanzania. Na hapa kama unavyoona kipindi chetu mezani kinaitwa Youth Matters. Kwa hiyo hapa tuko mtaani tunaenda kuhoji nini maana ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja na tunaelekea mtaani. Mitandao ya kijamii ina hasara kubwa sana. Hasara kubwa sana naelezea kiufupi tu. Hasara, nikizungumzia hasara kwa sababu wengi waga nawaona, wengi waga hata marafiki zangu nao baadhi. Ila nazungumzia kiufupi tu. Hasara ya mitandao ya kijamii ni ile sehemu kwamba labda uko sehemu ya biashara, haisi kunukulia, uko kwenye biashara, afu mteja akaja anakupigia kelele, bwana wewe uko busy una chat. Umeona? Pale nao pia moja ya hasara, kwa sababu ule mteja anapotaka huduma faster, pale wewe unakuwa uko busy na chat. Pia nao hiyo ni hasara. Kwa hapo, na upande wa pili huwa wengi sana naonaga nikiingia Instagram, Twitter, WhatsApp, picha nyingi sana za nusu uchi. Mtu anadiriki kuficha uso wake, lakini utamwona page ya account yake, lakini bado anakuja kuficha kitu. Sababu ninapoangalia account, labda kwa mfano tunatumia mimi, ninapokuja kuiangalia tukija kwenye mfumo wa zile picha, ukiingia kwenye zile mfumo wa zile picha, unakuta sura yangu pale pia nao hujajificha kitu, na hasara vile vile. Na washauri ndugu zanguni, sawa mitandao tutumie, lakini isiwe bize sana, mwisho wa bize ni hasara. Nilikuwa na hayo kimadogo. Asanteni sana ndugu zanguni. Jina naitwa Ibra Chande. Salama, habari za kwako? Salama. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Grishas Moza. Hebu unaweza kutuambia nini maana ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii? Kwa kweli mitandao imekuwa na changamoto sana, kwa sababu kule unakuta kuna elimu mbaya zinafanyika kule kwenye mitandao. Unakuta watu wanaangalia picha chafu, na mitandao imetumika kuvunja mahusiano ya watu wengi, hata kwenye ndoa, kwa sababu unakuta mtu anafika nyumbani, kila mtu yuko busy na mtandao, unaona, hamna huduma, hata watoto wanakosa malezi. Kuna kitu kingine hata kwenye biashara pia. Unaenda kwenye biashara unakosa huduma kwa sababu mtu yuko busy anaperuzi. Kwa hiyo mitandao ina athari kubwa katika maisha ya wanadamu. Ndio hilo mkuu. Asante kabisa, tumerudi tena na tumetoka kusikiliza mtaani kwamba nilikwambia tunaenda kuzungumzia utumiaji mbaya wa mitandao ya kijamii. Inaleta athari gani katika maisha ya watu wengi leo. Ndugu yangu, tumeona pa wanafunzi kwamba nini ambacho kinatokea mpaka wanafeli kwenye masomo yao, wanakuwa hawana matokeo mazuri katika maisha yao. Nini kinachotokea? Pengine hata kwa wafanyakazi kwenye ndoa. Kwa hiyo tutaenda kuangalia hizo sehemu zote. Kwa hiyo tukianza na wanafunzi, kwamba tunaanza na hao wanafunzi ambao wanatumia vibaya mitandao ya kijamii. Unakuta mwanafunzi anachukua simu yake, anaanza kuangalia picha chafu. Unakuta kanyunga bado lote linaisha kwenye kuangalia picha chafu. Hakuna chochote anachoingiza kama material kwenye akili yake. Kwa hiyo unakuta pale anaposti picha ambazo amepiga, amevaa bimini, amevaa sidiria tu peke yake, kwa anaziposti tu kule. Sasa kule inamvutia, na unakuta ile mitandao ya kijamii inamtawala. Asiposhika simu yake hana amani. Kwa akiamka asubuhi tu, kabla ya kuchukua mswaki, anaanza kuchukua simu yake. Yaani anakwenda darasani, kabla ya kufanya chochote simu yake, yeye na simu yake na earphone muda wote. Kwa simu unakuta inamtawala, anashindwa kuiendesha mwenyewe. Kwa hiyo ile asipokuwa na simu masaa matatu ni tatizo kwake. Kwa hiyo ni utumiaji mbaya wa mitandao ya kijamii. Na tukirudi katika pointi yetu ya pili, tukirudi katika ndoa, mitandao ya kijamii inaharibuje ndoa? Kwa mfano, unaweza mumeo akarudi kutoka kazini, amechoka, amefanya kazi kutwa nzima. Yaani kule kazini stress, mambo mengi, watu wamemchana. Baadaye wewe mke uanze kumfariji mume wako, uanze kuongea naye vizuri, uanze kuongea pale vizuri, lakini kinachotokea hata chakula umwandalie, hata habari za sasa umuulizi. Yaani umefika pale uko busy tu na simu yako, kwacha uko busy Facebook. Unamwona mkaka watu pale kapiga, katoa kifua chake nje, basi unatabasamu.
mume wako akiangalia kumbe unamwangalia mkaka, unaangalia sijui nini. Kwa hiyo inakuta yeye anajisikia baya, sasa huyu mwanamke sawa nini? Yeye mimi mwanamke nimechoka, yeye yuko busy na mitandao ya kijamii. Anakupiga, anakuchukua, anakupeleka kwenu, unakuta ndoa inaharibika kwa njia hii. Hata wanaume pia, unakuta mwanaume haumjali mke wako. Wewe muda wote uko busy unaangalia nyimbo mpya, nyimbo gani imetoka leo? Nyimbo gani imetoka? Kwa unashindwa hata kumjali mke wako. Yaani mke wako au deni chochote. Yeye labda pesa ikiisha ni kanichukulie bando, kanichukulie bando. Kwa hata umeme ndani unashindwa kuweka kwa bando kwenye simu yako, haijawahi kukosa. Kwa hiyo unakuta inaathiri. Ina maana wewe mwenyewe unashindwa kukaa pasipo simu yako. Yeye unakuta unapenda, ndio maana unaharibikiwa katika ndoa yako. Na tukirudi upande wa tatu, hasa upande wa wafanyakazi. Hii inatia hadi huruma. Unakuta natolea mfano kabisa ambao uko wazi. Kwa mfano unakwenda hospitali, unafika pale nesi unakuta yuko pale, yuko busy anachati. Mgonjwa amekuja amekaa kwenye kiti anatetemeka bali kutu pale, mgonjwa wa watu, lakini nesi yuko busy anachati, anajiselfu. Wewe unampigia picha nani sasa? Unataka umuoneshe nani? Mgonjwa anakufa pale, wewe umekaa unashangaa tu. Kwa hiyo hii inafanya utumizi mbaya wa mitandao ya kijamii. Na inatokana nini? Kwa sababu ile mitandao imekutawala kwenye akili yako, imekutawala wewe. Kwa hiyo unakuta uweze kufanya chochote pasipo kutumia hiyo mitandao ya kijamii. Nini ambacho nakwambia sasa hivi? Kwa unakuta unashindwa kukaa na familia yako vizuri, unashindwa kufanya kazi kwa ubora. Kwa hiyo inatokea nini? Unafukuzwa kazini, unaambiwa nenda nyumbani kutokana na matokeo yako mabaya ya kutumia matumizi yako mabaya ya kutumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nimekuchambulia vitu vingi. Na hata ukirudi kazini unakuta unaenda kwenye duka la mtu, unakuta yuko busy kaeka video pale, video call, amepigia mtu dukani, sehemu ya kazi. Umeweka video call, unapigia wateja wamejaa nje. Unafikia hata mimi nikiwa mteja, unafikiri nitarudi tena dukani kwako? Mtaona unadharau. Mimi nikaenda pale nikatafuta nini? Unakuta yuko busy. Ndio maana unakuta wasichana wengi leo hawawezi kufanya kitu chochote. Unakuta msichana amejipapula, amejibandika madudo huko usoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupiga picha auze kwenye mtandao. Kwa hiyo ndio unakuta ile mitandao imewasili. Na ninachoongea, kama unabisha, nenda kwenye daladala leo sasa hivi. Panda kwenye daladala, ingia kwenye daladala, utakuta angalia watu wangapi wako busy na simu zao. Na angalia wanaangalia nini? Hawajifunzi kitu. Bali wanaangalia picha Facebook, wanaangalia picha YouTube, wanaangalia vitu YouTube, hawajifunzi kitu, wanaangalia picha mbaya ambazo zinaharibu maisha yao. Kwa hiyo sasa nini ambacho nataka kukwambia? Tutaenda katika break fupi. Tukirudi nitarudi na ndugu yangu, tutaenda hapa kukwambia ni kitu gani unatakiwa ufanye ili uache hayo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Aya, asante, tumerudi tena katika kipindi chako kinachoitwa You Smarter. Na kabla hatujakwenda kuhitimisha, tunataka kukupa kidogo uelewa wa tofauti kuhusiana katika sisi na maneno ya Mungu. Ndugu yangu, hebu tuambie kidogo. Kwa sababu hata kwenye upande wa maneno ya Mungu yanasema nimekuumba wewe ili utawale. Kwa hiyo kwa nini uruhusu mtandao wa kijamii ukutawale? Kwa hiyo ni wewe mwenyewe ambaye unaamua. Lakini ili kwetu sisi kukusaidia wewe, ukitaka kutupata pale tulipo, tupo kanisani, pale kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, ambapo kwa hapa jijini Dar es Salaam tupo barabara ya Chang'ombe na ni jirani na chuo cha ufundi VETA Keko pale. Kwa hiyo njoo Jumapili saa 6 mchana, tuna semina hizi ambazo tutaenda kukaa na wewe chini kukuelekeza nini ambacho kitaleta suluhisho ya kile ambacho unapitia. Kwa hiyo wewe ambaye unatuangalia kupitia channel yetu ya YouTube, kwenye Facebook, usiache pia kufika pale tulipo, kwa sababu hatujui changamoto gani ambayo unakutana nayo sasa hivi. Lakini kama ukifika pale tulipo, pia kuna msaada, utakaa na watumishi wako watakusaidia. Kama unahitaji maombi, watakuombea, kwa sababu sio kila matatizo yanahitaji ushauri, mengine yanahitaji uombewe ili utoke kwenye matatizo uliyokuwa nayo. Kwa hiyo sisi pale tulipo tushakwambia ni pale VETA Keko, barabara ya Chang'ombe, jirani na chuo cha ufundi VETA Keko, kikundi YPG, kipindi You Smarter. Hiki ni kipindi chako You Smarter. Tuonane Jumatano saa 3 usiku, usikose. Tunasema sasa kwa leo bye bye.
kila kitu kwangu, na pasipo wewe siwezi kitu. Ni wewe tu, ni wewe tu, nanipa nguvu wakati wote na kwa jasili. Hakika wewe ndo kila kitu, hakuna zaidi yako. Tabia, vitendo na mwenendo umefanya vimekuwa vya tofauti, na sasa naamini tu wewe ni moto moto, umenisafisha, nimesafishika. Joro utawale ndani yetu, uje kuwa mwalimu wa njia za tawali lo, uongoze akili zetu, tumshinde adui wokovu wetu, yani wima kusimama bila kukata tamaa, tuimalishe si vijana tusipotee mtaa. Hii vita kwani si vita ya mwili, bali hii vita ni vita ya roho, tumshinde tena kali kwa spidi, asiweze kukamata zetu roho. Hii vita sio vita ni ya mwili,